Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf anasema majeshi ya Iran yako tayari kuwashitua wavamizi. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf anasema kuwa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yapo katika hali ya juu kabisa ya utayari wa kivita na yako tayari kutoa jibu kali la haki na linalostahili dhidi ya aina yoyote ya uchokozi. Amewaonya maadui kwamba mikakati na maamuzi yenye makosa yatazaa chochote isipokuwa maafa. Kalibaf alisema kwa msimamo thabiti kwamba majeshi yetu yako tayari kutoa jibu linalostahili kwa uchokozi wowote. Mkakati mbaya na maamuzi mabaya daima husababisha matokeo mabaya. Dunia nzima tayari imelithibitisha hilo. Tuko tayari kwa chaguzi zote, watashangazwa. Hii ni kauli ya kiongozi huyo wa bunge, lakini ni kauli ambayo imetolewa na viongozi wengi nchini Iran, akiwemo pia Rais Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wa kijeshi ambao kwa sasa, baada ya taarifa iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba kuna uwezekano wa kuishambulia Iran, viongozi wa Iran wanasema wako tayari kwa ajili ya kufanya machaguzi yote, kwa maana chaguzi la kufanya mashambulizi, lakini pia chaguzi za kuendelea na mazungumzo. Kauli za Kalibaf zinakuja wakati Iran ikiendelea kushikilia sera yake ya subira ya kimkakati sambamba na maandalizi ya juu kabisa ya mapambano katika mazingira ya vitisho vinavyozidi kutoka nchini Marekani na utawala wa Israel. Maafisa wa Iran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba Tehran inataka amani na uthabiti wa kikanda, lakini haitasita kamwe kulinda mamlaka na uhuru wake kwa nguvu kamili pale mipaka miekundu itakapovukwa. Kwa kutegemea miongo kadhaa ya kujitegemea, teknolojia ya kisasa ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kwa maana ya drone, pamoja na ari isiyovunjika ya mhimili wa wapiganaji, Iran imejenga uwezo madhubuti wa ulinzi unaoacha nafasi ndogo sana kwa mahesabu potofu ya adui. Katika ujumbe wake, Kalibaf anasema hakuna mbadala mwingine isipokuwa kukubali haki za wananchi wa Iran kama zilivyoainishwa katika pendekezo la hoja 14. Ameongeza kuwa njia nyingine yoyote haitafikia matokeo, haitakuwa chochote ila kushindwa mara kwa mara. Kadri wanavyoendelea kuchelewesha ndivyo walipa kodi wa Marekani watakavyolipa gharama kubwa zaidi, anasema Mohammad Bagher Kalibaf. Kauli ya Kalibaf ni ujumbe ulio wazi kabisa. Katika jaribio lolote la kichokozi au la kipuuzi kutoka kwa adui, litakabiliwa na mshangao ambao hawataweza kuutegemea wala kuhimili. Katika kukabiliana na uchokozi wa Marekani na Israel, Iran imeufunga mlango wa bahari wa Hormuz katika meli zinazohusishwa na wavamizi na washirika wao, hatua iliyosababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi hadi ya juu. Hata hivyo, wakati huu viongozi wa Iran pamoja na Pakistan wanaendelea kutafuta namna ya kumalizika kwa vita hivyo. Wanatafuta njia za kuweza kutengeneza mazingira ya kuhakikisha vita hivyo havirejei, lakini Marekani ipo mbioni kuhakikisha vita vinaendelea na kwamba mamlaka nchini Iran inaondolewa, lakini pia mpango wa nyuklia wa Iran unaondolewa. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.